yetu ya ardhi, nyumba, maendeleo ya makazi, kwa yale niliyoyaona kwenye maonyesho, imebadilika sana 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 sana, kutoka wizara ya migogoro, kutoka wizara ya uzembe wa makusudi, na sasa ni wizara ya maendeleo ya watu. Nimeona mambo mengi mazuri waziri mwenyewe ameyaeleza, lakini waombe wote mliokuja hapa, piteni kwenye yale mabanda mkaone yaliyoko. Ndugu zangu na ndugu wananchi, Baba wa Taifa Mwalimu Julius Nyerere aliainisha mambo makubwa manne ambayo nchi inahitaji ili kupata maendeleo. Kati ya mambo hayo matatu yalimhusu mwanadamu mmoja mmoja, ambayo ni watu sisi wote, lakini pia siasa safi ambayo mwanadamu kiongozi ukipewa nafasi lazima uoneshe, pamoja na uongozi bora. Jambo la nne lilihusu rasilimali tuliopewa na Mwenyezi Mungu, yani ardhi. Kwa kutambua umuhimu wa ardhi kwa maendeleo ya nchi, serikali toka wakati huo iliweka msingi madhubuti wa sera yetu ya ardhi, yani ardhi yote ya Tanzania kuwa ni mali ya umma na rais ni mdhamini kwa niaba ya wananchi. Huo ndio msingi mkubwa ambao tuliekewa kuhusu ardhi ya Tanzania. Kwa niaba ya wananchi, msingi huo wenye jicho la kuona mbele uliepusha ardhi yote kumilikiwa na watu wachache, pengine kutoka nje, na aliwahakikishia Watanzania wote kwamba haki ya umiliki wa ardhi ni yao wenyewe kama Watanzania. Na Mwalimu alisema, na naomba kukoti, na naona quotation pale ya mwaka 1958 inasema, tukiruhusu ardhi iuzwe kama kanzu, katika muda mchache kutakuwa na kundi dogo la Waafrika wakiwa na ardhi na walio wengi watakuwa watwana, yani hawana ardhi na hawana msingi wa maendeleo. Kwa maana hiyo itakuwa ni watwana, watumishi wa watu wengine. Kwa hili Mwalimu aliliepuka, na tunashukuru kwamba kipindi chote, awamu zote wamekuwa wakiliangalia hili. Huu ndio ulikuwa mwongozo wetu mkubwa. Aidha, sekta ya ardhi imekuwa nyenzo ya kuwezesha shughuli zingine za uzalishaji mali kama vile kilimo, ufugaji, utalii, viwanda, biashara, miundombinu, madini na mambo mengine yote. Hivyo hata tunapoenda mbele, ardhi itaendelea kuwa msingi mkuu wa maendeleo ya taifa letu. Ndugu zangu, tangu sera ya ardhi ilipotungwa mwaka 1995, kila awamu ya uongozi wa nchi yetu imekuwa na mchango wake kwenye utekelezaji wa sera hiyo. Mengi yameelezwa na Mheshimiwa Waziri, naomba nami mniruhusu nieleze kwa kifupi yale yaliyochangiwa na awamu hii ya 6. Kwa kutambua umuhimu wa changamoto zinazoikabili sekta ya ardhi, serikali ilifanya uamuzi wa kuongeza bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi toka shilingi bilioni 133.6 mwaka 2021 hadi shilingi bilioni 171.4 mwaka huu wa fedha. Kiasi hicho cha fedha kilituwezesha kufanya mambo mengi ndani ya kipindi kifupi. Kwa mfano, kwa mwaka 2021 hadi 25 tuliimarisha usalama wa miliki za ardhi kwa kusajili jumla ya hati miliki 355,625, kupima viwanja 1,05,45,739, mashamba makubwa 12,626 na kupuni ya kupunguza migogoro baina ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Zilitengwa zaidi ya hekta 474,000 za malisho, na hivyo kufanya jumla ya hekta milioni 3.6 kwa ajili ya malisho ya mifugo. Vile vile, kwa mara ya kwanza tangu tupate uhuru, Tanzania tulifanya sensa ya majengo iliyofanyika sambamba na sekta ya watu na makazi ya mwaka 2022, ambayo imetusaidia sana katika kuandaa sera hii, lakini pia kwenye mipango na miradi mbalimbali ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika ngazi mbalimbali za utawala nchini. Kwa upande mwingine,
serikali imewezesha sekta ya ardhi pata dola za Kimarekani milioni 114, ambapo dola milioni 49 zilitoka Benki ya Dunia kwa ajili ya kutekeleza mradi wa kuimarisha usalama wa milki za ardhi, na dola za Kimarekani 65 zilitoka Jamhuri ya Korea kwa ajili ya mradi wa kuimarisha miundombinu ya upimaji na ramani. Miradi hii italeta na imeanza kuleta mabadiliko makubwa kwenye sekta ya ardhi, hususan katika maeneo ya upangaji wa miji na vijijini, upimaji ardhi na utoaji wa haki za ardhi. Kwa sasa, serikali inatekeleza mradi wa mfumo wa miundombinu ya kitaifa ya taarifa za kijiografia, yani National Spatial Data Infrastructure. Na hii tukimaliza itatuwezesha kwenda kuchora ramani mpya ya Tanzania. Tanzania yetu ikoje? Ramani ya mwisho ilifanywa mwaka 1978, ambako kwa kiasi kikubwa kuna mabadiliko makubwa sana. Hata ukichukua majiji tu, jiji la Dar es Salaam 78 na leo ni mambo tofauti. Kwa hiyo tunakwenda kurusha ndege, droni na mambo yote, kuisoma nchi yetu yote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuchora ramani mpya. Mfumo huu utakuwa na faida kubwa mbili. Kwanza, utatuwezesha kutengeneza mipango yetu kidigitali, ikiwemo mipango ya matumizi ya ardhi na miradi ya kisekta. Lakini pili, itaondoa migongano katika mipango ya matumizi ya ardhi kwa kuziwezesha taasisi za umma kupanga kwa pamoja. Mradi tu kumalizika, inakuja sekta nyingine, wanataka kupitisha kitu eneo lile lile, na pale kuna mradi mpya ndo kwanza umejengwa, inabidi kubomoa kupitisha kingine, halafu mradi huu ujengwe tena upya au fanywe marekebisho. Tutakapokuwa na taarifa hizi, wote tutapanga pamoja. Tunapokwenda kujenga barabara mpya, sekta ya mawasiliano itasema sisi tunapitisha mkongo hapo, eneo la mkongo utapita. Wengine watasema tunapitisha nyaya za umeme, eneo la nyaya za umeme zitawekwa. Wengine wanasema tutapitisha jambo gani, bomba la maji, sehemu ya bomba la maji itapita. Lakini sasa hivi tunachofanya, barabara imejengwa mpya, basi unakuta wengine wanachimba pembeni, wanaweka mambo mengine, barabara siku mbili haipo. Kwa hiyo mradi huu utakwenda kutusaidia kupanga kwa pamoja.